kwamba natakiwa kufanya hivi lakini sifanyi. Ni ujinga. Sasa huo ujinga ambao uliingia ndani ya Adamu na Hawa, ndio huo umekuwa unaendesha wanadamu, na wanadamu wanaishi katika hayo mpaka siku Yesu Kristo alipokuja. Ndipo hapa akasema hivi, pale mahali tumesoma kwenye Yohana sura ile ya 19 mstari wa 28, baada ya hayo Yesu hali akijua, hii hali akijua ndio tunazungumza habari ya ufahamu. Tunasema habari za Yesu wakati huo akiwa mwanadamu, anaishi hapa duniani akiwa amebeba kusudi la Mungu hapa duniani, lakini akiwa amezaliwa na mwanamke, ambapo mimi mwanadamu ninaishi hapa duniani ikiwa nimezaliwa na mwanamke, lakini liko kusudi la Mungu ndani yangu, ambalo kwa kusudi hilo ndio linanifanya mimi niishi, ndio nimeweka. Sasa Yesu alilijua kusudi lililomfanya akaletwa hapa duniani, kwa maana akazaliwa, hata akawepo, hata akaishi, ndiposa akaishi kwa kuyafanya hayo. Akaishi kwa kuyafanya hayo. Na katika kuishi, kwa sababu aliishi na kuyafanya hayo, ndio aliweza kusema, Biblia inasema baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili ndiko litimizwe. Kwa hiyo Yesu baada ya kuyajua yale ambayo alikusudiwa kuyafanya na yeye akayafanya, ndipo alipoweza kutembea na ratiba ya Baba yake. Hata ilipofika wakati umewadia wa kufanya hiki alichotakiwa kufanya, alijua, ndio akasema. Ndio hapo Biblia inasema kwamba wakati huo alifahamu. Kwa nini alifahamu? Kwa sababu alikuwa na ufahamu. Sasa kanisa, haya ndiyo tunayotakiwa kuyatafakari. Tusizungumze tu Yesu alikufa siku ya Ijumaa, tunaiita ni Ijumaa Kuu. Hii ni siku ambayo inatakiwa kubeba tafakari ya aina yake. Ujinga ambao nimeishi nao siku zote za kuishi kwangu nikiwa ndani, labda kama kuna mtu ambaye hajampokea Yesu hapa, na neema Mungu itatosha kwake kabla jioni hatujaondoka. Kama nimeokoka, yale ambayo nimekuwa nikiyaishi mimi, je, yako kwenye ratiba ya kuumbwa kwangu? Ama naishi tu kwa sababu niko duniani naishi? Kuishi tu kwa sababu niko duniani naishi ndio kuishi ule mfano uliotoa mwanzo, kwamba kila mwanadamu amezaliwa na mwanamke, na kila mwanadamu alipoinuka akaona dunia akaiona ndio maisha. Nasema haya ndio maisha, na nikasema ya kwamba 99.99% hayo si maisha. Niko hapa tena kwa upole, na namsihi Roho wa Mungu anipe niende tu pole pole, maana nataka kufundisha pole pole. Hayo si maisha, kwa maana yake ya kwamba mtakuja kunielewa tu baadaye. Kula tunavyokula si maisha, pamoja na kwamba ni maisha. Kufanya kazi tunavyohangaika si maisha, pamoja ni maisha. Chochote ambacho mwanadamu anachofanya leo si maisha, pamoja na kwamba ni maisha. Kwamba si maisha kwa sababu sio yaliyokusudiwa, na ni maisha kwa sababu tumejikuta hapo. Sasa si nimezaliwa mimi kutoka kwenye tumbo la mamangu, na yeye alizaliwa kutoka tumbo la mamake. Sitalikuta maisha ndio haya, na mimi amenizaa na maisha nimeyakuta ndio haya. Kwa hiyo hayo ndio maisha. Kwa hiyo kilichoko ndani ya ufahamu wa mtu, sasa tunazungumza habari ya nafsi. Nimesema mwanadamu akawa anaishi katika nafsi na mwili. Roho haipo hapo. Nikisema habari ya roho, kwa sababu roho ndiyo inayotembea kwenye ratiba ambayo ndio tunamuona Yesu hapa, hali akijua. Hali akijua kwa sababu pamoja na yote mateso yote, yeye kwake aliona ni sawa. Kwa nini aliona ni sawa? Kwa sababu yalikuwepo kwenye ratiba yake ya yeye kuishi hapa akiwa hapa duniani.
Kwa hiyo ndio inapofika mahali anaona tukio fulani linaanza kuja kujionyesha, anajua sasa huu ndio wakati wa kitu fulani. Nataka kusema nini katika hili? Kuishi katika hali ya kibinadamu kama mnyama. Nitumie tu mfano ili tuende pamoja mnielewe. Kama mnyama ni pale mahali ambapo kila kitu kinachohusika kwenye maisha yangu kitanitaka mimi nikimbie kama mnyama anavyokimbia. Mlishaona kule porini simba kitaka chakula anafanyaje? Swala kitaka chakula anafanyaje? Lazima akimbie. Anafukuzia chakula, anafukuzia yule mnyama. Alafu anaweka target wanazo, technique wanazo za kuhakikisha kwamba kuna mahali nitakamata. Na nikikamata pale ndio nitapata chakula. Nisipokamata pale sipati chakula. Hayo maana yake ni maisha gani? Ni maisha ya kubahatisha. Kwa maana yake asipogusa lile eneo likamfanya yule akanyongonyea, hakuna maisha hapo. Kwamba kuna aina ya maisha ambayo sisi wanadamu tunaishi, ambapo nisipofanya kitu fulani na fulani na fulani siwezi kuishi. Ndio kila mtu duniani anang'ang'ana na kukimbizana kama swala porini, kama simba porini, na kufizia. Yaani hayo ndio maisha tunaishi. Na hayo ni maisha ya mwili. Ndio nataka tuweze kutafakari sana, ili tukifika siku ya 3 nisiishi maisha kama swala tena. Nisiishi maisha kama simba sawa anavyotafuta nyama. Nisiishi hayo maisha tena, bali niishi maisha ambayo bali Yesu hali akijua, hali akifahamu ya kwamba haya maisha ninayoyapitia sasa hivi, ugumu huu uliojitokeza sasa hivi, kuna nini mbele yake? Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Kuna kitu gani pale mbele, ili mimi nichuchumilie hicho kilichoko mbele na nisitazame hiki kilichoko sasa. Kukwama kwa maisha yetu ni kwa sababu hatujui hicho tunachotakiwa kujua, na ndio maana tunatazama hiki kinachotukabili, alafu tunakwama hapo. Kufikia pale mahali ambapo tulitakiwa kufika, tunakuwa hatuwezi kufika. Yesu hapa alikuwa kwenye mateso, na katika mateso haya ambaye alikuwa nayo, alikuwa kwenye hali ambayo ni ngumu. Biblia inatamka hapa, anasema baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha. Yote yamekwisha, lakini kwa kiuhalisia ya utendaji uliokuwa unaendelea wakati huo, yalikuwa hayajaisha kwa macho ya damu na nyama. Yanaishaje wakati yeye yuko msalabani? Kuna mtu anaelewa anasema nini? Aliona nini wakati alikuwa bado yuko msalabani? Uchi wa mnyama. Kitu gani kilimfanya aone kwamba yamemalizika wakati yeye bado yuko kwenye aibu? Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Kuna kitu nataka uweze kukifahamu, kwa sababu tumekuwa na maisha ambayo yamebeba mitafaruku ambayo sio maisha ambayo tuliyokusudiwa na Mungu. Lakini ni kwa sababu tuko hapo, kwa sababu twaishi kwenye nafsi na mwili. Roho ikiwa hai itaweza kutambua. Roho ikiwa hai itaweza kutafakari. Ndio maana Wagalatia anasema enendeni basi katika roho. Paulo anawaambia nyie watu mmezidi na mambo ya mwakaa mwilini tu. Kila kitu, mara mmekorofishana, mara mmefanya hivi, mara mmeshindana, mara mmegombana, mara mmechukiana, mara hivi, mara mimi nina shida sasa sienda kanisani, mara sisali pale kwa sababu mara hayo yote kwa sababu mnaenenda katika mwili. Na mkienenda mnavyoenenda katika mwili, hakuna safari. Safari ya mwilini haina mahali inaenda, kwa sababu wanyama tunasema wana nafsi na mwili, na nafsi na mwili hakuna mahali wanaenda. Hawaendi kukutana na Mungu siku moja. Wale waliwekwa hapa duniani watuhudumie sisi. Sasa na mimi naishi kwenye mwili nimhudumie shetani. Kwa nini? Ni siku za kutafakari kwangu. Kuishi kwangu katika mwili
nimekuwa nikimtumikia shetani kwa asilimia kubwa, kwa sababu siwezi kumtumikia Mungu kama roho yangu haiko hai kwake. Roho yangu inapokuwa imebeba uhai, nitaweza kuyatafakari na kuyafahamu mapenzi yake kwangu ni yapi. Hatuwezi kuishi ndani ya wokovu wakati hatuyajui mapenzi ya Mungu juu ya maisha yangu ni gani. Alafu mimi nikaishi kama swala kule porini, niishi kama simba kule porini, kazi yangu ni kuvizia vizia tu. Hatuwezi kuendelea kuishi maisha ya kuvizia. Yesu alipokuja, ndio maana tunaisema siku ya leo, alipokuja na siku ya leo ikawepo kwa ajili yake kufanya yale ambayo aliyoyafanya, ilikuwa ni kwa kusudi ya kutuondoa hapo, ili atuingize mahali ambapo tutatembea katika ule utukufu ambao ni wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika maisha, mimi siko hapa kuambia toa pesa ndio sijui ukafanya nini, toa nini ndio ukapokee gari. Sikwambii hilo, maana Mungu hapeani magari. Nafundisha Mungu hapeani magari yeye hata siku moja. Hapeani nyumba, hapeani chochote. Alimaliza hiyo kazi siku kama ya leo. Kila kitu ambacho kinachonihusu mimi juu ya maisha yangu kilimalizika siku hiyo. Ndio maana Yesu Kristo anasema hali akijua kwamba yamekwisha. Amen. Mamlaka iliyoko katika tamko. Kanisa imefika wakati tunatakiwa tufahamu maneno ama neno ambalo Yesu alilisema limebeba mamlaka ndani yake ya kiutendaji, na si mamlaka ya kiutendaji ya kibinadamu, ni mamlaka ya kiutendaji katika ulimwengu wa roho kutoka kwenye ufalme wake, kwamba ile mamlaka inaotenda kazi katika ufalme wa Mungu ndiyo mamlaka iliyobeba tamko ambalo Yesu Kristo alitamka pale aliposema haya, alipofahamu haya. Na kwa sababu hiyo, hicho ambacho yeye aliona ya kwamba kimekwisha, hicho alichokiona yeye ya kwamba kimekwisha kumalizika, manake nini? Ni ukurasa umefungwa. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Ni ukurasa umefungwa. Kwa hiyo Kristo Yesu akiwa pale msalabani, ndio kulingana na ule mwendo wa kazi, kusudi alilokuwa ameumbiwa kulifanya hapa mpaka akazaliwa kama mtu, kama mwanadamu, alijua ndio limefikia mwisho wake. Hii inataka kusema nini? Hata kwenye kuishi kwetu, inapofika siku pia ya kuondolewa duniani, ni siku kama hiyo. Elena hali akifahamu, hali akijua kwamba maisha yake yamefika mwisho, akasema haya na haya na haya. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Hayo maisha ya kuvizia ninayosema kama simba, ni kwa sababu tunaishi kama wanyama. Ndio kila mmoja anakimbizana na kuikimbia hatari inaotembea naye kila itwapo leo. Hatuwezi kuikimbia hatari. Hatuwezi kuikimbia hatari. Ila Yesu alimalizana nayo pale Calvary. Ili mahali popote tunapokuwepo tumehesabiwa usalama. Sasa kama usalama haupo, Kristo alimaliza nini pale Calvary? Ndio mimi nasema kwamba tutafakari ili tuondoke kwenye ule msaragamo ule ambao ni wa kuishi katika maisha. Karibu mtumishi wa Mungu. Ni kuishi katika maisha ya kuviziana. Hatuwezi kumvizia Mungu tuishi naye. Adamu walianza kuviziana na Mungu baada ya anguko. Kanisa, maisha ya kuviziana na Mungu na kumshika kabari, unamsubiria sijui kona gani, namfuatilia. Yuko wapi leo Yesu? Yuko wapi? Yuko kwenye kona hii, namshikia kabari pale ili ndio anipe. Hayo ni maisha ya ujambazi ambayo sio maisha ya kanisa. Kanisa maana yake ni kwamba roho iko hai sasa.
maana imevuviwa uhai baada ya hili ambalo Yesu alisema hapa. Nilipovuviwa uhai, mtu wa rohoni akawa hai ndani yangu, nikarejea katika ule upya wa uumbaji ambaye Mungu aliniumba kwa kusudio alilolikusudia. Kwa nini aniumbe? Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Sikiliza nikueleze. Biblia iliposema kwamba jamani, nani amuombe baba yake mkate alafu ampe jiwe, ni maneno ambayo Yesu alikuwa anasema akijaribu kuweka ufahamu kwa mwanadamu kuweza kuelewa kwamba ni Mungu yupi, ni baba gani, mzazi gani ambaye amemzaa mtoto. Wanadamu kwa sababu tunaishi kama wanyama, wengine majambazi, anaenda anatupa mtoto chooni. Lakini mzazi kama mzazi gani ambaye anaweza akazaa mtoto wake mwenye roho ya Mungu ndani yake akatupa yule mtoto? Hamna. Mtoto wa kuzaliwa katika damu na nyama na hata mtoto wa kiroho. Ndivyo ambavyo neno hilo analosema kwamba yeye Mungu hawezi kutuleta duniani alafu nikamwambia nipe mkate akanipa jiwe. Kwa maana yake mkate ni halali yangu. Vile ambavyo viliwekwa kwa ajili ya kunitunza mimi ni halali yangu, namba moja. Na la pili, yeye ndio mpaji wangu. Jamani, si ni yeye alinileta duniani akaniweka kwenye mikono ya wazazi. Hivi vitu akaniweka kwenye mikono ya wazazi wangu waibebe dhamana. Ikifika mahali fulani, wale wanabeba dhamana ya kunibeba, kunisogeza, kunifikisha mahali ambapo yeye amekusudia mimi niwe huyo sasa wakati nimekuwa. Kwa hiyo dhamana ile wazazi wamebeba kutupeleka sisi mahali tunapotakiwa kuwa, ili sasa yule ambaye yeye Mungu alikusudia mimi niweze kufikishwa hapa. Ndio maana anasema wazazi ni miungu wa hapa duniani kwetu sisi, kwa sababu wamebebeshwa dhamana hiyo. Sisi kulelewa na wao ni kwamba vile tumefunikwa na mbawa za wazazi, na ni majukumu, yani hilo ni majukumu ambayo hakuna mzazi anaweza kuikwepa na ataenda kutoa hesabu, kwa sababu ndivyo ambavyo kanuni inamtaka yeye kufanya ya ufanye. Lakini baada ya hapo, mimi nilikusudiwa nini? Kile ambacho nilikusudiwa ndio kinatakiwa kiapply sasa kwenye maisha yangu. Lakini kinawezaje kikafanyika kwenye maisha yangu? Ni pale mahali ambapo sasa tunakuja kwenye nafsi, mwili na roho, ambapo huyo ndio mtu sasa aliyekamilifu, mtu mzima aliyekamilifu. Sema mtu mzima aliyekamilifu, kwa maana katika roho anamjua Mungu, katika nafsi ana akili na ufahamu, anafahamu nini yampasayo yeye kufanya ndipo aweze kufanya. Katika mwili ndio mtekelezaji. Sasa hiyo ndio system ya mwanadamu anavyotakiwa aishi. Sasa Kristo Yesu hapa aliposema kwamba hayo ambayo yalikuwa yamekwisha wakati yeye yuko pale, yamekwisha kumalizika, anasema ni ili andiko litimizwe. Akasema naona kiu. Sasa angalia hali aliyokuwa nayo Yesu na yale maneno ambayo yanayoandikwa hapa ni vitu viwili tofauti. Mazingira aliyokuwa nayo Yesu yalikuwa yamebeba uchungu, yalikuwa yamebeba mateso. Anasikia kiu, lakini yuko mahali ambapo hana maji. Yaani ana uhitaji, niseme katika hali ya kibinadamu, nina uhitaji lakini niko katika mazingira ambayo sina na sipati hicho ninachohitaji. Ninahitaji chakula lakini chakula hakipo. Nahitaji fedha, fedha sina. Lakini je, katika wakati huo, wakati ambapo ninahitaji, yeye alihitaji maji, je, ni nini ambacho kilichoko mbele yangu? Yesu hapa aliona imeshakwisha kumalizika na akasikia kiu, na alivyotaka maji, Biblia inatuambia walimpa siki, hawakumpa maji. Kiu yake haikuondolewa na wale alifikiria wanaweza kuiondoa. Inanifundisha nini mimi katika maisha yangu ya kuishi hapa duniani, katika nafsi na mwili?
kiu ama uhitaji wa maisha yangu hauwezi kumalizwa na hiyo hali. Sasa walimpa siki, hawakumpa maji, wakamuongezea uchungu badili ya kumuondolea kiu. Na ndivyo ambavyo ilivyo katika maisha yetu hapa duniani. Kwa hali hiyo ambayo ya kuishi kwa namna nimesema kama wanyama kule porini, kile ambacho ninafukuzana nacho na naweza kufukuzana nacho ni kitu ambacho kitaniongezea machungu ama kitanipa machungu baadaye. Lakini kwa sababu hicho ambacho Yesu kinasema hapo kwa Yesu kwamba hali akijua ya kwamba imeshamalizika. Sasa kwa sababu mimi ambaye ni mwanadamu sijui kilichoko huko mbele ni nini, sijui hicho ambacho kama hali hii nilionayo hapa ndio nishafika pale, niko hapa kwenye mwisho hapa na karibia kuvuka, mimi sijui. Kwa hiyo wakati niko hapa natakiwa kuvuka hapa, ndio naharibikiwa hapa, ndio naharibu hapa. Naona kwamba ile kiu imezidi, alafu tena wamenipa nasiki, yani uchungu umezidi, nasema kwamba wacha na mimi nifanye hivi. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Huyo ni mwanadamu ambaye anaishi na nafsi na mwili. Lakini ndio sisi tuliookoka sasa. Sisi ambaye tuliookoka. Yule ambaye hajaokoka, yule anakumbukia siku ambayo Yesu alikufa. Lakini sisi tunatakiwa kutafakari haya. Ni wakati gani? Ni wapi? Ni mara ngapi? Ni kwa jinsi gani niliona ule uchungu ambayo nimefika hapo mwisho na naona kabisa hapa siwezi kuvuka. Yani hapa mimi kama Helena sina uwezo wa kustahamili tena hapa. Yako mimi nilishafika katika hayo tangu napitishwa kwenye mambo ya utumishi. Ninakumbuka hiyo siku nilifikishwa mahali mpaka nikaona namwambia Bwana Yesu, toboa sakafu sasa, maana mahali nimefika sioni kama na mahali naweza kwenda tena. Nimefika mahali kwamba kila kitu kwangu nimeona kwamba hakuna dunia tena, kwamba maana ya maisha sielewi ni nini na sijui kama kuna kuishi. Kwa hiyo sasa ili niendelee kwenda chini, maana mahali nilikofika naona kuna sakafu, siwezi enda tena. Toboa niendelee kwenda chini, labda ufanye hivi. Lakini mahali nilikofika na surrender, nisiwezi wakati nabishana na Mungu kwa ajili ya utumishi alioniita. Na surrender sasa, maana siwezi. Sasa wakati huo umefika hapo, ni wakati ambapo kila kitu kimeonekana kwako kwamba hakifai. Mara nyingi ndiko tunakoharibikiwa, lakini ndio mahali kazi ile ya uharibifu ilikomalizikia. Yani mahali ambapo uharibifu ule wa shetani alioweka kwenye maisha yangu, hata nikawa naenda kobokobo kwenye wokovu, umefikia mwisho. Mimi badili ya kuruhusu ule ukurasa ufungwe, mimi na uendeleza. Ndio nimetoa mfano kwamba mimi nilimwambia sasa labda utoboe sakafu, maana sioni tena kama kuna ukurasa mwingine wa maisha yangu mimi. Sasa mimi basi. Sasa sisi tunafika mahali kutokana na haya maisha nayo yaseme ya 99.99 ambayo hayatokani na Mungu, yanapoonekana kwamba yamewasha moto kwenye kuishi kwetu hapa duniani, na moto wa mambo hayo yanagusaga nafsi na mwili. Kwenye roho hayapo, maana hayo sio ya rohoni, kwa sababu hayo yalianzishwa na shetani baada ya anguko. Na baada ya anguko mwanadamu alikuwa ashaondolewa ile utu ule uungu. Kwa sasa kama ule ulikuwa ulishaondolewa utu wa rohoni, kwa hiyo yale yote ambayo shetani anayoweka yanahusu mwili na nafsi. Na hayo ndio yanayofanya mtu mwili unachemka, unahangaika, unashindwa kuvumilia, unashindwa kustahimili, hauelewi na hautaki kuelewa, hauoni katika roho kwa sababu roho hayupo. Kwa hiyo najikuta kwamba mwili unahangaika, naona kama vile mwili unataka hiki, nafsi ndio inadai sasa by force, na uwezo wa kupata hicho sina. Kwa sababu gani? Hicho tunachokitaka hakiwezi kutoka kwa Mungu hata nikifunga na kuomba, kwa sababu si cha kwake. Kinachoendesha mwili wangu na nafsi yangu kwenda na haraka, yani kuna spidi ambayo shetani akitaka ufikie hapa mahali ukofika, ninapopazungumzia, anakukimbiza kwenye fikra na mawazo.
utakimbia spidi, utaanza mpaka utafika mahali utaona kwamba hii ndio sahihi. Haraka